Karibu kwa kuwa pamoja nasi kuweza kufuata taarifa habari katika lugha la Kiswahili kupitia Mishapi Voice Television toka mjini Kinshasa. Tufungue taarifa hiyo na kikao kiliweza kuendeshwa kati ya mwenyekiti Felix Tshisekedi na Maxime Prevot. Anakuwa kweli kabisa waziri mkuu makamu anahusika na mambo ya nje ya ufalme wa Ubelgiji, ambao aliweza kuwa katika ziara hapa mjini Kinshasa. Viongozi hao wawili waliweza kuzungumzia hali ya urafiki kati ya DRC na Ubelgiji, ambao mipango yenye kuhusika na usalama mashariki mwa nchi ilikuwa kisa ya mazungumzo yao. Tufate taarifa kwa urefu. Mazungumzo kati yake mwenyekiti wa taifa Felix Tshisekedi na Maxime Prevot, waziri mkuu makamu wa kwanza anayehusika na mambo ya nje ya Ubelgiji, yalihusika kweli kabisa na hali ya usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maxime Prevot alihakikisha kwamba nchi lake Ubelgiji inakuwa na umuhimu wa kuisaidia DRC kwa mipango yoyote inayoendeshwa kwa ajili ya usalama huko nchini. Mipango hiyo ni kutokana na mikataba itakayosainiwa kati ya DRC na nchi ya Rwanda pande moja huko Washington, na hata mikataba inayopangwa siku za usoni kati ya vikosi vya AFC M23 na serikali ya Kinshasa. Kwake yeye, mwenyekiti Felix Tshisekedi alihakikisha kwamba ubora wa kidiplomasia na hata kisiasa kati ya nchi hizo mbili, nchi lake DRC na hilo la Ubelgiji, linakuwa la tangu zamani na tena linakuwa likiendelea kwa hali bora kwa mipango ya maendeleo hapa nchini kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hilo ni la muhimu katika hali ya kisiasa ya pamoja kwa nchi hizo mbili, DRC na nchi la Ubelgiji. Na kutokana tu na habari hiyo yenye kuhusika na usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuweze kuwazungumzia kwamba upande wa Goma, mji mkuu wa Kivu ya Kaskazini, vikosi vya SADC vimeanza kufunga milango na vitu vyake. Ilionekana kweli kabisa ni magari nyingi ilitoka mjini Goma na kujielekeza kwenye mipaka ya DRC na nchini Rwanda, ambao huko vikosi vya SADC vinakuwa vikijielekeza namna ya kutoanika na kurudi nchini mbalimbali. Hiyo ni baada ya siku chache ambao viliweza kukomesha kweli ziara yao hapa. Ujumbe ule uliweza kukamilishwa na mkataba uliosainiwa kati ya viongozi wa AFC M23 na hao viongozi wa SADC mjini Goma siku zilizopita, na hiyo inaonekana wakati mipango ya kuzidisha usalama huko mashariki mwa nchi inakuwa ikiendelewa na serikali ya Kinshasa na vigundi mbalimbali vya wapiganaji. Na wakati huo katika maeneo ya Walikale, kiongozi anahusika na miungano ya kijamii Fiston Misona ameweza kweli kabisa kutoa malalamiko na kupatia raia angalisho, kwa sababu iliweza kuzungumziwa katika maeneo hayo kama vikosi vya AFC M23 vinakuwa vikiongezeka katika maeneo hayo. Jambo hilo ambalo linakuwa likileta kweli kabisa woga, kuzani ya kwamba vita vinaweza kuzuka tena mara nyingine. Fiston Misona ambao aliweza kuajiwa kwa njia ya simu naye Precieze Petu, moja ya waandishi wa habari hapa kwenye Mishapi. Tumfuate kadiri anavyosema. Sisi shirika la raia mtani Walikale tunaendelea kuambia wakuu viongozi wa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo ya kwamba huyo jambazi wa M23 anaendelea ku renforcer maeffectif yake kwa ngambo ya Kibati na Kashebere ndani ya mtaa Walikale, sektere ya Wanyanga, groupement Luberike. Na hiyo inakuwa sasa siku tatu hii inakuwa ikionekana kwa eneo hiyo. Kwa hiyo tunalomba serikali ya nchi ifanye nguvu lake lote na wa vijana wa VDP kwa kuweza kutia na kufunga njia kwa ajili ya hao wajambazi. Vile vile tunaita wakaaji wetu wa mtaa Walikale wasiwezi kupatia njia hadui na kuweza kutoa nje maneno yote ambao wanaendelea kufanya kwa eneo hiyo. Na sisi tunaendelea kusikitika kuona jinsi processes ya Doha na ya Washington ikiwa ikifanyika huko, lakini hiyo haizuie mjambazi wa M23 kwa kuweza kuendelea kufanya mahafa yake kwa ajili ya kuweza kuendelea kukamata miji zingine ndani ya jimbo ya Nord et Sud Kivu.
Kwa hiyo tunasema ya kwamba hatuko na hatutaendelea kukubali mambo kama na hiyo ya wajambazi wa M23 ndani ya nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Tutoke mjini Goma na tujelekeze uko upande wa Beni kweli kabisa, ambao kuliweza kuendeshwa mazungumzo kati ya kiongozi wa maaskari polisi pamoja yake na liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Hao waliweza kuzungumza na kamisheni inahusika na kurekebisha tena hiyo kilalo cha Semliki ambacho kinakuwa katika hali mbovu. Kikao hicho kiliweza kuendeshwa kwa ajili ya kuleta mabadiliko ya kufanishaji wa biashara katika maeneo hayo. Tufate namna gani kikao hicho kiliendeshwa, taarifa kwa urefu. Mbele ya kiongozi wa maaskari polisi Louis Segon Karawa na liwali wa jimbo Somo Kakule, kamisheni yenye kuhusika na kazi itakaoendeshwa kwa ujenzi upya wa kilalo Semliki iliweza kutoa maoni yao na mipango kadiri kazi itaweza kuendeshwa. David Kamuha ambao anakuwa mshauri wa karibu wa liwali wa jimbo alisema ya kwamba mipango hiyo ya kazi itaweza kuendeshwa kwa ubora kabisa na utumiaji wa kilalo ule imekwisha kusimamishwa kwa muda hadi kazi hiyo itaweza kumalizishwa kwa kusaidia raia kutokana na kuvusha vifaa vyao vya biashara. David Kamua, mshauri wa liwali wa jimbo, amesema ya kwamba kodi imesimamishwa na haitaweza kutolewa katika siku hizi muda utakaoendeshwa kwa kazi ya ujenzi wa kilalo hicho. Pande wake mama kiongozi wa kampuni ya Feke katika maeneo ya Beni amesema kwamba raia wasiwe na wasiwasi wowote kwa sababu mipango iliyokamatwa ni kwa faida yao na zaidi kazi inayoendeshwa ni kwa kuweza kusaidia maendeleo ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini na hata kuwasaidia wao siku za usoni kufanya biashara yao katika hali bora na kazi na katika hali ya ulinzi. Na tubaki katika maeneo hayo, mipango iliyokamatwa ya kusimamisha usafirishaji ama utumiaji wa kilalo cha Semliki uliweza kustusha kweli raia, na upande wa raia walitoa manunguniko yao kuangalia kwamba hali hiyo kweli kabisa, ingawa ni hatua nzuri ya serikali ya jimbo, lakini inaweza kuzorotesha hali ya usalama ingawa mipango haikukamatwa kawaida. Tufate taarifa hiyo kwa urefu, tutaweza kusikiliza hao wafanya biashara na watembeza pikipiki namna gani waliweza kuzungumzia kutokana na mipango hayo. Habari ya kufunga kwa muda kilalo cha Semliki huko upande wa Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiliweza kustusha wafanya biashara na walitoa maoni yao. Tunapita inafika hapa na mastasiko na esasa. Sasa wameanza tuambia 8000 francs litre. Ilikuwa 3700 francs. Inaomba bakubwa batusaidie, babaambie kwanza. Karibira kupanda, kila mtu ashapigania ile sasa iko naye kidogo aweke. Leo hapa kwenye niko kwa station hii nauza kwa 7000. Kwa station ya Kabambi hapa ni 5000 kwa. Liwali iko mboni ide niko nafaa ile ya kutengeneza kilalo sebo. Ile kakata kilalo kama itakuwa in semaine de semaine bila kutia baki atakuwa anatotesa zaidi. Atie pale hata hivi vitu yenyewe itakuwa tupitisha paske mtu anaweza kuenda kakaribira anatoka Kasindi fimo anavukishia Beni. Ni kweli nia ya liwali kuweza kutengeneza kilalo hicho ni ya muhimu kabisa, alisema mmoja watembeza pikipiki, lakini aliomba kwa viongozi kuwa na utaratibu wa kuweka vifaa vingine vitakaosaidia raia kuvuka na vitu vyao kwa utumiaji wa biashara. Kabla ya kuvukisha karibira, kuju karibira ikue mubei ya normale, tulikuwa na tunauza mbele mu 3200 francs 3500 francs umwe pale njo kwenye ilikuwa nishafikia. Leo tu kunauza fazi nyingine unasikia 10000 francs na 7000 francs na 8000 francs. Kwa kiliabi kunasema wanaenda umwe na mugulu, wanakatala bei na kazi inakuwa nguvu pale. Tunaambia bakubwa bafe juu chini batusaidie vraiment karibira ikuwe irudie mbei normale kwa vile ilikuwa. Poro njora banji tengeneza me deja leo deja kabina fata panda. Na baba komersa karibira bako muinio na bashukishe karibira bako mbei moja bila mwingine anakuwa 7000 mwingine 8000 kwa bitingala kuonesha kwa 10000 francs. Vraiment batusaidie kwa transport tapanda kama ni kutoka TCB paka kilo kwa 3000 francs. Vraiment bakiliana batusikie
kwa vile na sisi tunasikia watu wa karibira vakilia mama mama kunitika na mama mama anatuchapa na tutukana sana, vraiment unakuwa ridicule. Mimi naambia governor atusaidie atie bei fixe ya karibira. Upande wa viongozi wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini sehemu ya Beni walisema ya kwamba mipango yote ya muhimu imekwisha kukamatwa na kamisheni iliweza kuwekwa hivi karibuni, na hata kutakuwa shida yoyote wamealika raia kuwa na utaratibu zaidi, kuheshimu mipango ya sheria iliyowekwa na serikali ili hali ya maisha ya raia uzidi kutumikishwa katika hali bora. Na baada ya hayo katika maeneo ya Butembo huko kwa kurekebisha hali ya usalama, maaskari polisi waliweza kugunia kweli kabisa mjambazi moja ambao anakuwa kila mara akijidanganya na kujigeuza katika hali ya mavazi mbalimbali akiwa akifanya kazi ya wizi na kuchugua vitu vya watu katika hali isiyofaa. Aliweza kukamatwa, naye maaskari polisi walimuonesha kweli kabisa hadharani mbele ya waandishi wa habari. Tufate taarifa hiyo kwa urefu katika maeneo ya Butembo. Wajambazi wanaotumia udanganyifu kwa kuweza kuhiba vitu vya watu hawakose namna ya kujificha. Ni sawa vile wanaovaa mavazi kama mapastori, wengine wanaovaa makanzo kama vile Waislamu, hata watu wanakuwa wakivaa mavazi mbalimbali wakijonesha kuwa na haina fulani ambao kindani sio watu hao. Wengine wanakuwa sawa vile waganga wakitumia mikroskopu kwa kujionesha kama ni waganga wa kikweli, na hao ni wadanganyifu. Huyo amekamatwa katika nyavu ya maaskari polisi. Alikuwa akitumia mtindo kadhaa ya mihuri, na hapo aliweza kuhiba pikipiki 3 kwa hali hiyo ya udanganyifu wa wizi. Jambo hilo limestusha watu wengi ambao wanakuwa wakihibwa vitu bila kutambua watu na haina gani wanakuwa wakiwaletea habari mbalimbali. Hapo wamejionesha kuwa na haina fulani sawa vile kwa hali ya kikweli. Huyo mwanamgambo jambazi ambao aliweza kujificha katika hali ya wizi aliweza kukamatwa na maaskari polisi. Imetoa fundisho kubwa kwa watu wanaodanganywa na kujificha kwa nguo ama mavazi mbalimbali, hata kutumia vitu visiofaa kwa idadi hiyo, wakijiweka kuwa watu halali. Na tuzungumzie tena hali ya siku kuu hii duniani ambayo inakuwa ikisherekewa kweli kabisa afya nzuri katika maeneo ya kazi na hata ukingo wa wafanyakazi. Hiyo inakuwa kweli kabisa ni jambo linakuwa likionesha umuhimu katika maeneo zaidi ya kazi ambao kunakuwa watu wengi wanakuwa wakisikitika, na kutokana na jambo hilo kweli kabisa huyo ni ndugu Rene Kamba ambao alitoa mafasirio akisema kwamba inabidi katika maeneo ya kazi watu wote kuwa nafasi moja na hata kuzidisha umuhimu wa kutumika kwa urafiki na undugu kabisa, ili kweli kabisa kazi iweze kuendeshwa katika hali bora. Sikukuu ulimwenguni inahusika na afya bora katika maeneo ya kazi inakuwa kabisa ya muhimu, kwa sababu ni kwa ajili ya kuleta mabadiliko kutokana na kazi inayoendeshwa kwa mipango mbalimbali ya kuboresha hali ya maisha ya raia. Kwa niaba ya hayo ndio tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha habari kwa siku ya leo. Tunawaalika mzidi kufuata Misha P Voice Television tokea mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwaheri, alamsiki.